نعم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله. الحمد لله رب العالمين يا ربي. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف ضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد. وقد مددت إليك يدي بالذل مبتهلا، يا خير من مدت إليه يد. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو أول هو آخر هو الظاهر هو الباطن ليس العيون تراه. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا ومعلمنا وشيخنا ومرشدنا وزعيمنا ووسيلتنا إلى ربنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه هو وعلى آله وأصحابه الكرام، ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين والبعث. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله عز وجل. واعلموا أن في التقواه صلاح الدارين، فقد أفلح من اتقاه وقد خاب من عصاه سبحانه وتعالى. Ni haki waja wa Allah tuanze kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, mwenye nguvu na shani. Ni yeye Allah ambaye kasifika kwa kila sifa zenye ukamilifu, bighairi ta'tili wala tashbih, bila ya kuzikanusha, kuzipinga wala kuzibadilisha. Tukishuhudia juu mbinguni ardhini ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tukishuhudia shahada ya pili ya kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mja wake Allah na ni mtume wake. Rehma na amani zimmiminikie kwa wingi Bwana Mtume Muhammad, yeye pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba wake watukufu na Waislamu wote wataoishika njia hiyo bega kwa bega hadi siku ya malipo. Allahumma amin. Watukufu waheshimiwa Waislamu, ha nahnu fi yaumil Eid. Leo tuko katika siku kuu ambayo ni siku ya Eid, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala nada fil Qur'ani al-Karim, kanadi katika Qur'ani tukufu fi haqqihi, akisifu siku hii. Faqala, akasema Allah, walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ikamilisheni idadi ya miezi ama ya mwezi, lakini walitukabbiru Allah, lazima kuweza kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, bikulli takbirati, kwa takbira zote ambazo zinastahiki kabisa kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala.
Hii ni siku ya laidi ambayo laidi hii imekutana na siku kuu ya Ijumaa. Fasumia yaumu idaini, ikaitwa siku ya idi mbili. Wa hadha wakaa fi zamani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na jambo hili lilitokea katika zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fima rawahu al-Bukhari, katika aliyopokea Imamu al-Bukhari fi sahihihi, katika sahihi yake amepokea hadithi ambayo ilikuwa ikisifia namna mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimamia laidi na Ijumaa. Hadithi hiyo ikasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam katika vilivyokuwa mashuhuri kwake alikuwa akisoma katika sala yake, kama ni sala ya Idi, akianza na sala ya Idi anasoma kwenye rakaa ya kwanza, yabda'u bisabihisma rabbikal a'la, anaanza kwa sura inayoitwa sabihisma al-a'la, sabihisma rabbikal a'la, ambayo ni suratul a'la. Anaisoma fi nihayatihi ay fi rak'ati thaniya, katika rakaa ya pili yaqra'u surata al-Ghashiyah, kwenye rakaa ya pili anasoma suratul Ghashiyah. Hadha min sunnatihi sallallahu alayhi wasallam, hii ndio ilikuwa sunna yake. Kama laidi na Ijumaa zitakutanana, alikuwa anaanza kuisoma. Jambo la kwanza anaanzia kwa suratu sabihisma suratul a'la, kisha anaifuatisha na suratul Ghashiyah, kisha baadaye anakuja kusalisha Ijumaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kusalisha katika sala yake, yaqumu bihima, anasimama tena kwa hizo sura mbili ambazo ni suratu al-a'la wa suratul Ghashiyah. Hadha alhadithu mawjudu fi sahihi al-Bukhari. Hadithi hii iko katika sahihi al-Bukhari, bimaana haina mjadala ndani yake, haina vumbi ndani yake. Kutokana na hiyo, na sisi ittiba'an li sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, lazima na sisi katika kufata sunna ya mtume tunasimamisha Ijumaa kwa siku ya leo ambayo ni siku ya Eid. Lazima tuweze kuifata sunna ya mtume ambayo naye kafanya jambo zima kama na hili. Kutokana na hiyo, kwa sababu siku ya Ijumaa ambayo inakutanana na siku ya Eid ya al-Adha ambayo ni Eid ya kuchinja, lazima tuweze kuzizungukia hikaya zilizotokea mpaka leo ikaitwa yaumul adha, siku ya kuchinja. Limadha samma rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadha al-yawma biyawmil adha? Kwa nini mtume alipanga hii siku ya leo kwamba ni siku ya kuchinja? Lianna Allah subhanahu wa ta'ala, jawabu ya kwanza ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala qala fi muhkami tanzilihi, kasema katika hukumu zilizoteremka kutoka mbinguni, kutoka juu ya mbingu saba, juu ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana kutoka kwenye maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, haithu qal fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, chinja sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikawa ni amri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yuamrisha mtume wake, anamwambia fasalli li rabbika, sali kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na uchinje kwa ajili ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii amri ilipomteremkia bwana mtume, ikabidi aweze kuitekeleza. Kwa nini akapewa amri nzima ya kuchinja? Achinje siku gani, katika hali gani? Katika Qur'ani, kumbuka ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kamuamrisha mtume wake kufata mila ya Nabii Ibrahim, haithuma qal qul sadaqa Allah fattabi' millata Ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin.
Allah anasema ya kwamba sema ewe Muhammad ya kwamba amesema kweli Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pamoja na kusema kwake kweli, fattabi' millata Ibrahima hanifa, ifate mila ya Ibrahim ambaye alikuwa katika dini inayoitwa Al-Hanfiyya. Al-Hanfiyya, dini ya Nabii Ibrahim, ilikuwa ni dini ambayo ni ibadatullahi wahduhu, ni ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la shirka fihi, hakuna hata vumbi ya shirki ndani yake. Hii ndo ilikuwa dini ya Nabii Ibrahim, na ndo Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba qul sadaqa Allah fattabi' millata Ibrahima, ayu fattabi' sunnata Ibrahima alladhi kana ala millati al-hanfiyya, ambaye Ibrahim alikuwa katika mila ya Hanfiyya, ya kumwabudu Allah peke yake pasina kumshirikisha na chochote. Allah alipomwamrisha mtume aifate mila ya Ibrahim, hili jambo likamfanya sasa mtume aweze kuifuatilia sasa ni mila gani alizokuwa nazo Ibrahim. Ikabidi Mwenyezi Mungu aanze kumletea mikasa mbalimbali, visa mbalimbali vilivyokuja katika Qur'ani tukufu vinavyozungumzia jambo zima la sunna na mila ya Ibrahim. Fabada Allahu fi surati al-Baqara, Allah kaanza katika suratu al-Baqara kumpatia hikaya ama mkasa kisa cha Ibrahim alayhi salam katika Qur'ani. Allah kasema nini? Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kwamba wa idhibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin faatamahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati قال لا ينال عهد الظالمين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ni aya zilikuja mutasalsul, zimekuja zenye kufatana katika suratul Baqara zikizungumzia mila Ibrahim. Allah akamwambia mtume ya kwamba wa idh, kumbuka, idh ndo watu wa lugha wanasema kwamba idh ni adatu dharfi, ni dharfu zaman, ni kitu kinachoonesha, ni msemwa unaoonesha muda ambao watakiwa kutenda kitendo. Yani dharfu zaman liwuqui alfi'li, kwa ajili ya kuonekana wakati wa kutendeka kitendo. Ndo akamwambia wa idh qala rabbuka, kumbuka pindi ambapo idh qala rabbuka, pale ambapo Allah aliposema. Alisema nini Allah? La, wa idh betala Ibrahim, kumbuka pindi ambapo Ibrahim alipopewa mitihani mbalimbali. Hizo mitihani alizipewa mpaka Allah anazisifia ndani ya Qur'ani, anasema wa idh betala, kumbuka alipopewa mitihani Ibrahim. Lakini mitihani hiyo Ibrahim hakuishi nazo kama tunavyoishi nazo sisi wanadamu wa kawaida, atammahunna, bali Ibrahim yeye alizitimiza na kuzitekeleza. Alipozitekeleza, Allah subhanahu wa ta'ala anasema qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah akasema ya kwamba mimi kuanzia leo, medam umetekeleza amri zangu, umetekeleza na umefaulu katika ibtila, mtihani wangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo nakufanya kuwa imamu. Wa ayul ibtilai ibtalahu Allahu Ibrahim alayhi salam, ni mitihani gani ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kampatia mja wake Ibrahim alayhi salam? Katika ibtila zake kuna mtihani ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliuita kwamba ni mtihani uliokuwa mkubwa kabisa, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya kwamba inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin. Katika aya ambazo
zimekuja katika Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala alisema ya kwamba akirudilia mkasa uliomtokea Ibrahim katika mitihani mikubwa. Mtihani wa kwanza, Allah anasema ya kwamba Ibrahim alijitenga na watu wake, akawatoka walipomtupa kwenye moto. Kisa kinaeleweka, hadha maarufu minna. Ili ni jambo ambalo linajulikana kwetu, hatuwezi tukalirudilia, lakini sisi malengo yetu ni hapa sasa. Akasafiri Ibrahim, akatoka, akasema naelekea kwa Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Alipoelekea huko Filastin, kama jaa fi riwayati sahiha, kama ilivyokuja katika riwaya zilizokuwa sahih muhaqqaqa, alipofika huko Filastin ameshaeneza miaka, mnajua ngapi? Miaka 80. Hajazaa, hana mtoto. Anaanza kumlilia Allah, anasema tizama, hapa nitaishi aje tena hapa Filastin? Sina mtoto, sina familia, nina mke wangu huyu Bibi Sara ambaye bado hajazaa. Sasa nani ambaye atakayenirithi baada yangu? Akamlilia Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia Rabbi habli minas salihin, Mola wangu nipatie katika minas salihin. Sikiliza, hakuomba mtoto tu wa kawaida, hapana. Hata kama haijalishi kwamba nimeishi siku nyingi sijazaa, haijalishi hizo siku nyingi, wala haijalishi kwamba nilikuwa miaka mingi nataabika kupata mtoto. Mimi sina haja na hayo, bali nahitaji Allah nichagulie katika wale watoto minas salihina. Kumbuka kwanza, Ibrahim ni mtu ambaye hazai, miaka 80 tayari ameshaeneza. Mke wake ndo huyo hazai, Bibi Sara radhiyallahu anha. Sasa anakuja kumpigia msumari Mola wake, anamwambia Mola wangu, mimi nahitaji mtoto, tena sio mtoto wa kawaida, bali nahitaji mtoto ambaye minas salihina, ni katika waja wema. Ni kama vile leo ukuwe na haja ya kitu fulani, uinue mikono yako mwambie Allah, nijalie jambo fulani, kisha uliongezee msumari ambayo ni jambo ambalo pengine kwa akili zako ni mustahil, ni impossible, haiwezekani kutokea. Unaliongeza tu katika kuonesha kwamba unaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatekeleza mtihani huyo. Na ndo hivyo Ibrahim akamwambia minas salihin, Allah nataka unipe zawadi ya mtoto ambaye ni minas salihina, ni katika waja wako wema. Allah anasema fabasharnahu bighulamin halim. Fabasharnahu, hapa ifa hapa watu wa lugha wanakuambia kwamba ndio inaitwa akambashiria mtoto ambaye halimun. Allah akamwambia mtoto kama ilikuwaje? Mke wake azai, moja kwa moja mke wake akamwambia, mume wangu, naona unalia kila siku, kunamlilia Allah akupatie mtoto, basi ni bora zaidi uweze kumuoa kijakazi wetu huyu Hajara, kama inavyosema riwaya moja, umuoe huyu kijakazi wetu Hajara ili uweze kupata naye mtoto, wenda kwa rehema ya Allah. Naam, wakakubaliana na mke wake, tofauti na wake zetu wa sasa ambao wao hata siku ya dawa kama wanavyosema Waswahili hawezi akakwambia kwamba bwana, mimi naona kutokana na hali ambayo unayo, kutokana na kuhangaika kwako, ni bora ungeoa tena mwanamke fulani, unampendekezeshea. Wanawake hawezi wakafanya hili, lakini Bibi Sara radhiyallahu anha alimpropose mume wake, anamwambia muoe huyu Bibi Hajara ambaye ni kijakazi wetu. Fanakahaha Ibrahim alayhi salam, Ibrahim akamuoa na akazaa naye, moja kwa moja akabeba ujauzito na kumzaa mtoto wa kwanza katika sahihul akhbar kama jaa fi alquran alkarim, akamzaa Ismail alayhi salam. Tizama miaka alizoishi, siku nyingi anaishi bila mtoto, leo yuwakuja kupata mtoto uzeeni, ameshapata mtoto. Alipopata mtoto, mitihani ya Allah inakuja sasa.
Mtihani wa kwanza Allah alimfanya Ibrahim aishi siku nyingi bila kupata mtoto. Tizama ile aya suratul Baqara, tutizame jinsi gani Ibrahim alitekeleza mitihani zote hizi. Lakini mwisho alivumilia, hakutetereka kwenda kuzaa nje kama wanavyofanya baadhi ya wanaume. Anakwenda kuzaa nje, anatafuta mahawara, nyumba mbovu zinakuja zote hizi. Ibrahim hakufanya hivi, alivumilia hizi miaka zote mpaka pale mke wake waliafikiana ili jambo, akasema mimi naona ni bora niweze kuchukua jiko lingine inshallah, na akachukua akamzaa Ismail. Alipomzaa Ismail, Allah kaleta mtihani wa pili. Ilikuwa mtihani gani? Allah subhanahu wa ta'ala, faja'ala ghirata ala Sara min Hajara. Allah akajalia wivu ikaingia kwenye moyo wa bibi Sara dhidi ya mke mwenzake ambaye ni bibi Hajara radhiyallahu anhuma. Allah waridhie wanawake wetu hawa wa Kiislamu ambao walikuwa wakionyesha baadhi ya vitendo vizuri kabisa katika Uislamu. Ikamwingia wivu kama kawaida kiubinadamu, akamsikilia mwenzake wivu, mbona yeye kazaa mimi sijazaa? Yule bibi Hajara naye anaanza kumtilia kejeli fulani fulani za wanawake, anaanza kumuonea mke mkubwa, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Ibrahim, nenda wewe, chukua mtoto wako Ismail na mke wako Hajara, wende ukawaache fi ardhin falati, wende ukawaache katika ardhi ya mbali sana, ili fitna isitokee katika nyumba yako. Haiwezekani fitna kubwa izuke katika nyumba ya nabii ambaye ni kipenzi wa Allah, Khalilur Rahman. Haiwezekani. Nenda na mtoto wako, wende ukamwache mbali. Tizama, kwanza ulikuwa hujazaa siku nyingi sana, kisha amri ya Allah ije kwamba umtoe mke wako hapa, umpeleke sehemu ambayo hauipajui, ni mbali na kwako, hauna control zidi yao. Akamwendea bibi Hajar akamwambia, ewe mke wangu, Allah subhanahu wa ta'ala ameleta amri kwamba nikuchukue wewe na mtoto wetu mchanga sana, mdogo sana, nene nikawaache katika ardhi ya mbali sana, tutafute sehemu ambayo ni mbali zaidi ili msionane wewe na Sara. Mke wake kama vile mwanamke wa kawaida akasema, sasa itakuwaje, utaniacha huko na nani na nini? Ibrahim hakumjibia tena kitu, kwa sababu aishajua hapo ni ibtilaa, ni mtihani ambao Allah anampatia. Wakaenda na mke wake, wakaenda. Walipofika kwenye sehemu ambapo ni baina alwadaini, baina ya bonde mbili, hapo Maka ndo panaitwa leo, ni baina ya bonde mbili, yani kwenye milima miwili pale bondeni pale. Wanafika pale, Ibrahim anaona hapa ni mbali tayari, tumeshafika mbali sana, manake hata mimi kurudi huku inaomba masiku nyingi sana nizitumie ili niwafikie hapa. Kwa hiyo hapa ni bora zaidi niweze kuacha hapa. Akamchukua mtoto wake, akamkabidhi mke wake, akamwambia ikaeni hapa. Kisha Ibrahim hakuongeza moja wala mbili, akageuza mgongo wake, anaanza kuondoka. Mke wake akamwambia, bima tatrukuna ya Ibrahim, unatuacha mikononi kwa nani ewe Ibrahim? Ibrahim hajamjibu, anaendelea akitembea. Ibrahim, unatuacha mikononi kwa nani? Ibrahim hajajibu, kwa sababu anaona uzito asitizamane tena na mke wake na mtoto wake, analialia pale angali mtoto mdogo Ismail alayhi salam. Anasikia uchungu, hakumjibu mke wake, akaendelea tu na iko huku ananungunika katika roho yake. Alipofika mbali, mke wake akaona basi nimsukumie sauti ya mwisho na iwe mwisho, kwa sababu hataki kunijibu. Akamwambia, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadha, ewe Ibrahim, ni Allah ndo kakuamrisha utuache hapa kweli? Ibrahimu aliposikia hiyo jina linatajwa ambalo ni jina lisilokuwa na mfano, aligeuka akamwambia naam, akatingiza kichwa akamwambia fa'auma bi ra'sihi, akaashiria kwa kichwa chake hivi, akiitika kwamba ndiyo, Allah ndo kaniamrisha niwache hapa, pamoja na kwamba yananiuma kwenye roho yangu, lakini sina jinsi, lazima nitekeleze amri ya Allah.
Tizama sasa wanawake, ingelikuwa ni wanawake wetu ungesema nyinyi na maimani zenu hizi, tangia tuanze kusali hapa unakuwa kabisa usikiliki tena, kila kitu dini, kila kitu sijue sunna, kila kitu unasema bid'a katika nyumba, kila kitu inakuwa ni sunna na bid'a, sio tauhidi, shirki. Si ndio wanawake wetu wa leo? Lakini sikiliza majibu aliyoitoa Hajara radhiyallahu anha. Faajabat, akajibu Hajara akasema, idhan fallahu la yudayyi'una, fallahu la yudayyi'una. Kama ni hivyo, kama ni Allah ndo kakuamrisha utuache katika hii ardhi ya mbali ambapo la hasisan wala anisa wala dhar'a wala zar'a, hakuna hasis, hata sauti ile ya kwa mbali unasikiaga huko, unasikia hata ukikaa kimya sehemu fulani unasikia sauti zinatoka kwa mbali, hapo la hasisa fihi, hakuna cha hasisi, hiyo sauti za pembe za mbali. Wala anisa, wala hakuna mwikalishaji ambaye atakuwa pale akiwazubaisha, akiwapotezea mawazo. La anisa fihi, hakuna anisi hapo. Wala dhar'a, wala hakuna mbuzi ambayo itakayotoa maziwa kwa ajili waweze kuitumia kama vile maziwa chakula. La yujad. Wala zar'a, wala hakuna mazao eti kuna mmea fulani tunatumainia kuna mpera hapo, ama kuna mwembe hapo, ama kuna sijui kadha wa kadha. Hakuna hivyo, hakuna chochote illa Allah, isipokuwa Allah peke yake. Basi mwanamke akasema, idhan fallahu la yudayyi'una, kama ni hivyo Allah hatotuacha, Allah hatotutupilia, la yudayyi'una, Allah hatotupotezea kama wanavyofanya wengine matajiri. Waweza kuwa unashirikiana naye katika mambo, anakuhakikishia mimi sijui sherehe ya ndoa yako nitaisimamia mimi, anaanza kupatia kitu fulani, anakupatia cha pili, ukifika kwa ya tatu anaanza kuambia ewa naojitafutie na wewe mwenyewe bwana, anaanza kutupilia. Basi Allah subhanahu wa ta'ala yeye hana sifa ya kututupilia, la yudayyi'una, kumbe wende Allah atatutupa. Wakaenda. Alipoenda Ibrahim alayhi salam, anajua tayari kweli mke wangu anabaki na uthibitisho wa kiimani. Basi moja kwa moja ndugu zangu, bila kwenda mbali, Allah subhanahu wa ta'ala alijalia khairi pale sehemu ambapo walikuwa. Mtoto anaanza kulia kiu cha maji, hajui atakunywa nini mtoto. Kweli wewe mama kama mtu mkubwa waweza vumilia kukaa muda mrefu bila kunywa maji, lakini aka kabebe katoto kadogo ambako kakilia, kwa sisi wengine ambao tuna watoto wadogo hivyo, unasikia roho inakuwa kama vile na nyonga. Sasa Ibrahim amemwacha mtoto wake na mke wake bila maji yoyote hiyo. Mtoto anaanza kulia maji. Fabadaa yabki Ismail alayhi salam, akaanza kulia, analia. Mama anakosa moyo wa kutulia, wa kuvumilia hapo. Akaamua akasema, basi acha nitafute basi pembezoni, laalla fihi rajulun, kwaweza patikana mwanaume au mwanamke wote katika hii sehemu ambayo tuko eko, basi akanipatie ngalau tumaji tudogo, au sayarat, au pakapatikana wale wanaotembea jangwani, wale mabedui wa kutembea jangwani, pengine nikawakutana wakanipatia hata tumaji tudogo nikamkalmia mtoto wangu. Akapanda fi Safa, anapanda kwenye mlima wa Safa kama vile mahujaji wanavyofanya. Anatizama, anauliza, hakuna mtu hapa? Hawamjibu, hakuna wa kumjibu. Anashuka mbio, anamtizama mtoto wake yuko pale katikati analia, huku akisagasaga miguu yake chini. Anapanda tena kumlima wa pili ambao unaitwa mlima wa Marwa. Anafika huko, afihi ahadun, kuna mtu wote huku? Hakuna wa kumjibu. Anarudi, alifanya hiyo mwendo mara 7. Alipofika kwenye zamu ya 7, sasa turu ya 7, anapanda kwenye mlima wa Marwa, yuko kule juu kabisa, anakata tamaa. Anasema, nilimwacha kwa hii turu ya 6 hapa, niliacha mtoto, sauti yake inaanza toka kidogo chini kwa chini, kama vile anataka kuzimia, anataka kufariki mtoto wangu. Anafika kule juu, anabakia akijiziba macho yake, anasema, pengine nikirudi kule nitakuta mtoto kesha fariki.
lakini roho ya uzazi kasema acha nitizame, mbona mtoto kakaa kimya, pengine ameshakufa, basi nene nikamtizame nikamstiri. Alipogeuza mgongo wake kutizama, faidha Ismail baina almai. Allahu akbar! Alipogeuza mgongo wake akaona Ismail alayhi salam kwamba amejaa maji, nataka kumfinika mpaka kwenye uso wake. Alirudi kama vile kiwewe imempata huyu mama, anakuja anakimbia, anarukia maji inaruka, inatoka kwa kasi kabisa. Ismail kila kikanyaga mguu wake chini, pale kwenye alikanyaga panatoka ya mbua, ama panatokea maji yanatoka ndani ya udongo kwa kasi kabisa, kisha inaanza kusambalana kwenye mchanga, hata namna ya kunywa itakosekana. Fabadaat Hajara, akaanza Hajara tadummu almaa, akaanza kuizamisha maji, akileta kikokota sehemu moja hivi, maji ya Zamzam akaenda anaikusanyisha. Thumma, kisha baada ya hapo akamkunywisha mtoto wake Ismail. Fabaria, basi papo kwa hapo Ismaili akawa vizuri katika hali iliyokuwa nzuri. Mtihani wa pili huyu, Allah subhanahu wa ta'ala anamuokoa Ibrahim kutokana na mkasa ambao ulitakiwa kumtokea. Maji, kisa ni kirefu, maji ilijaa pale mpaka korbo zinaanza kuzunguka sehemu zote, zinaona maji pale kwa mbali, zikaja kuja kunazo zitumie maji hiyo sehemu. Zilipokuja hapo zikajazana, watu ambao walikuwa wakipita mbali wakaona maji pale, wakaizogelea hiyo maji, kumbe pana watu pale. Wakaona, waliposema kwamba wale wapita njia, sehemu ambapo pana maji lazima patakuwa pana mtu hiyo sehemu, twende tutizame ni nani yuko pale. Kumbuka walipoenda hivyo, Allah anasema ndani ya Qur'ani, hawakwenda kwa bahati nasibu, la, bali ni min duai Ibrahim, ni katika dua aliyoyomba Ibrahim, rabbi ij'al hadha baladan amina, ewe Allah ijalie sehemu iwe ni ardhi, iwe ni mji ambao utakuwa na amani, warzuq ahla min athamarati, na waruzuku watu wa hii sehemu katika matunda mbalimbali. Lakini man amana minhum billah, sio wote, bagua baina yao. Sio kila mtu ndo atapata matunda ya hii sehemu, sio kila mtu, bali ni peke yake watakaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akamkosoa papo kwa hapo, akasema waman kafara fa umatti'uhu qalila thumma darruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir, na watakao kufuru nitawapa Ibrahim. Ndo maana leo Maka mabienfe yake mezunguka dunia nzima. Watu wote duniani wa mahujaji, waulizeni wanaokwenda hiyo sehemu, wanakuta matunda za kila aina zisizokuwa na uwezo wa kuota sehemu ambapo ardhi iko nzuri, ina rutuba ndani yake, zinaota matunda hiyo sehemu ya Maka, sehemu ya desert ya mchanga. Lakini Allah kwa uwezo wake, kwa dua Ibrahim, akajalia ikatoka matunda kabisa pale. Uislamu, hii ilikuwa ni ibtila ingine ambayo Allah alimpatia Ibrahim. Tumalizie mtihani wa mwisho ambao Allah mwenyewe aliukalifia kabisa katika kusema ya kwamba hadha, hakika hii la huwa albalaul mubin. Hii sasa ndo mtihani mkubwa ambayo imechupa mipaka. Ni mtihani gani? Baada ya Allah kumwokoa mtoto wake na Ibrahim ambaye ni Ismail kupitia maji aliyoitoa, basi Ibrahim wakaja kuwatizama watu wake, wakarudi nao baada ya amri ya Allah, wakarudi nyumbani. Waliporudi sasa nyumbani, moja kwa moja Allah subhanahu wa ta'ala akaleta mtihani mwingine. Ibrahimu analala kitandani, yuko analala usiku. Asubuhi yake, yani kama vile asubuhi ya hiyo siku ya Arafa, busiku ya siku ya Arafa, kabla ya kuamkia siku ya Eid, anaona usiku ndoto.
mpaka Ibrahim anaamkia asubuhi kwa mbele ya mtoto wake mdogo sana. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, Allah anasema pindi alipofikisha mtoto Ismail mbele ya baba yake Ibrahim umri wa kwenda na kurudi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, bimaana saka mtoto kanaanza tembea sasa. Raha ya mtoto inaingia kwa mzazi. Unakuwa unaona mtoto wako yuko anazunguka kiwanjani, unasikia raha. Anafikisha hiyo umri, Allah anapiga msumari mwingine, anamuotesha kwenye ndoto kwamba anamchinja mtoto wake. Kila wakati Ibrahim akitaka kupata furaha mu maisha yake, Allah anapiga msumari, analeta mtihani. Paka Allah kasema wa idhibtala Ibrahim, kumbuka alipopewa mitihani Ibrahim, anamwambia mtoto wangu ya bunayya. Sikia si alimuita ya bunayya. Bunayya katika Kiarabu inakuja biya at-tasghiri, yani bisighati at-tasghir, kwa sigha ya udogo sana. Kwenye Kiarabu unaweza kusema mfano hadha kitabun, hii ni kitabu. Lakini ukitaka kuizarau katika kuishusha na kuonesha ni kadogo, ka kitabu kadogo, utasema hadha kutaibu, unatia ya upale ya tasghiri, ya utoto, ya udogo kabisa. Ndo Ibrahim akaitumia kwa mtoto wake kuonesha kama kalikuwa kangali kadogo sana. Anamwambia ya bunayya, hapana ya ibni, ewe mtoto wangu, ewe kitoto changu. Ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Mtoto wangu, jana usiku nimeota kwamba nakuchinja wewe, sasa tizama unaonaje? Rai yako ni ipi kutokana na hii ndoto? Sawaan huwa almalum anna ru'yat al-anbiya'i sadiq, ni inajulikana kwamba ndoto ya manabii ni ukweli. Ismaili akamwambia baba, medamu wewe ni nabii wa Allah, ni mtume wa Allah wewe, basi hii ni ukweli. Hadha amrullah, hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nani mimi nipinge amri ya Allah? Ya abati fa'al ma tu'mar, ewe baba fanya ulichoamrishwa. Satajiduni insha Allahu minas sabirina, utanikuta, fanya ulichoamrishwa ewe baba yangu, utanikuta katika wenye kusubiri. Uislamu, hivi kweli tutizame kwanza hapa, ingekuwa mimi na wewe ulote vitu fulani mundoto, kisha ndo mwambie mtoto wako ewa nilota mimi nakuchinja bwana, unaonaje? Si mtoto anasema baba ana panchi huyu. So utafanyaje? Si unaweza kumuuliza njoo, unataka ufanye nini? Utatekeleza hiyo ndoto? Watoto hawa hawakuwa hivyo. Medam yeye kwanza ni nabii, baba yake ni nabii, anajua ya kwamba hii sio amri ya maskhara, si mambo ya mzaa, lazima aweze kuitekeleza. Huku kumbuka pale alipomwambia hii neno, basi Ibrahim mtoto wake akamwambia fanya ulichoamrishwa, sijali mimi, medam ni Allah, utanikuta niko kwa ajili yake nikisubiri. Moja kwa moja Ibrahim, Allah anasema falamma aslama. Maana ya aslama inakuja hapa, walipokubaliana wakajisalimisha kunako hiyo amri walioiona kwenye ndoto. Kuna wengine wanasema katika ulama udhalal, katika maulama wapotevu, huwa wanasema ya kwamba eti Ibrahim alayhi salam alitoa nadhiri, inni nadhartu an adhbaha waladi yawman, mimi natoa nadhiri kwamba nitamchinja mtoto wangu siku moja. Hadha laisa ma'thur, hii haijakuja athari yoyote sahih kuhusu hili jambo, bali ilikuwa ni amri kama anavyosema Allah katika Qur'ani akimnukuu Ismail, ya abati if'al ma tu'mar, fanya ulichoamrishwa. Walipojisalimisha sasa kunako hii amri ambao ni mtihani mkubwa sana, vipi utamchinja mtoto wako? Ismaili anamkamata mtoto wake anakwenda kumchinja. Hapo njiani hadithi ambayo alipokea Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ilikuja katika sahih irani tafsiri Ibn Kathir, akifasiria akizisharesha hizi hadithi, alileta riwaya
ya Abdullah ibn Abbas inasema ya kwamba pale njiani arada ash-shaytan alayhima, shaitani aliwajia wao wawili akawachomokea. Ibrahimu alikuwa mbele, mtoto wake yuko nyuma akileta kisu na vitu vingine ambavyo viweza kusaidia katika uchinjaji. Akamchomokea Ibrahim, Ibrahim, kweli juu ya ndoto unaenda kumchinja mtoto wako? Juu ya ndoto tu kawaida? Bikruka, huyo ambaye ni bikruka, mtoto wako ambaye ni bikru wako ambaye kakubikiri ukawa unazaa mara ya kwanza, unatenda kumchinja hivi hivi? Ismail fala'anahu, akamlaani huyo shaitan, akalogota majiwe. Farama bihi alhasayat, akamtupia majiwe, na kwa idadi imekuja katika hadithi, kwa idadi zilikuwa majiwe 7. Akamtupia majiwe katika sehemu panaitwa Jamaratu. Ndo wa mahujaji wakifika hiyo sehemu ya Jamarati, ndo leo siku ya Eid. Sasa leo mahujaji wao hawakusali kama tulivyosali si Eid, la, wao walikwenda sehemu panaitwa Jamarati, wakaogota mawe 7, wanaanza kutupa kwenye hiyo sehemu ambako Ibrahim alimuona shaitan, akaanza kumtupia na kumpopoa mawe. Akamwendea hivyo hivyo kama ilivyokuja katika riwaya nyingine, akamwendea Ismail. Ismail, unaitika wakuchinje kweli kijana? Utaitikaje kwa ajili tu ya vitu ya mandoto? Ismaili naye kama ilivyokuja katika riwaya akampopoa mawe. Hapo hiyo sehemu pakawa ibada kubwa ambayo inafanyika leo, siku ambayo inaitwa Yaumu Aljamaratu Alaqabatu Alkubra, siku ambayo inakusanywa majiwe kwa ajili ya hapo Jamarati kwa kumpiga mawe shaitani. Ndio inaitwa hii siku ya Eid kwa mahujaji. Naam, tumalize. Ismail wanakubaliana aweze kuchinjwa. Allah anasema atallahu liljabin, akamlalisha mtoto wake Ismail kwenye jabin, ni hii parti ya uso hapa juu yake, hapa kwenye uso hapa kwenye front yake. Akamgeuza mtoto wake chini, akageuza ile parti chini. Kwa sababu gani? Allah anasema hivi kwa sababu Ibrahim alichelea asionane na mtoto wake wakati wa uchinjaji, asiende na mtizama kwenye macho, pengine huruma ikamjia akaacha kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akajitilia pazia ya kumfinika mtoto wake, kumgeuza uso kwa upande wa chini, kama vile anataka kumchinjia ikotea juu ya shingo. Akamlalisha pale, kisha akachukua fa akhadha sikina, kwa sababu ilikuwa ni kisu chenye kukata kabisa, akaanza kulipitisha kwenye shingo lake. Alipoanza kulipitisha, kullama yuridu an yamdi as-sikina, kila akitaka kupitisha kisu kinakataa kuchinja, kila kikipitisha kinakataa. Ibrahimu akasirika, akaipiga kwenye jiwe, jiwe kapasuka. Vipi jiwe lipasuke lakini shingo ya mtu sikate? Anarudisha tena kwa hasira, anataka kuchinja. Yeye lazima atekeleze tu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alipofanya hivyo linashindikana, akasikia ya Allah anasema katika Qur'ani, nadainahu ayya Ibrahim, tulimnadia ewe Ibrahim. Kwa wale wenye kupinga kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hasemaki, kwamba Mola wao ni bubu, wale wanaosema hivyo wasikie sasa hapa. Allah anasema tulimnadia Ibrahim, tukamwambia ewe Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, hakika umesadikisha ndoto ambayo uliyoiona. Na hapo sasa Allah subhanahu wa ta'ala ndo akaja sasa kumwambia katika Qur'ani, wa idhibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin faatamahunna. Allah alimpatia Ibrahim mtihani mbalimbali, lakini Ibrahim akavitekeleza. Qala inni ja'iluka linnasi imama, Allah kamwambia mimi nitakujalia uwe kwa watu imam, kiongozi, kiigizo, mfano mwema. Mpaka Allah kamwambia Muhammad, qul sadaqa Allah fattabi' millata Ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Tukianza tena kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia mwalimu wa umma wa Kiislam rehma na amani zimmiminikie yeye pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba wake na waislamu wote wazuri watoshikamana naye bega kwa bega kwa ajili ya kuirudisha asili ya dini ya haki. Na tunamwomba Allah turudishe miongoni mwa hao, Allahumma amin. Ndugu zangu Waislamu, tulikuwa tukihusiana bila kusahau nafsi yetu tumche Allah subhanahu wa ta'ala na tukumbuke ya kwamba Ibrahim alayhi salam ndiye aliyekuwa katika kiigizo cha kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa siku ya leo tunaishia hapa insha Allah ta'ala. Wa barakallahu fikum biistimaikum. Tunakushukuruni, Allah kulipeni kwa masikio yenu mliotupatia insha Allah ta'ala, na mtusameni kwa kurepeza muda insha Allah ta'ala. Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma عن الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبقية من أصحاب رسول الله الذين ما ذكرناهم رضي الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وإنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.